Zainabu, usilie Zainabu, oh Zainabu, usilie Zainabu. Asanteni sana kina mama wenzangu wote tuliosimama. Sasa tukae chini ili tuweze kuzungumza. Kipekee leo nimefurahi sana na niwashukuru mno, na nisipoteze muda, moja kwa moja niende kuzitambulisha mada zetu za leo. Asante. Ikiwa leo ni kikao chetu cha 4 tangu kuanzishwa kwa umoja huu, na tutakuwa na mada kuu 2 tu. Mada yetu ya kwanza itakuwa ikizungumzia ukusanyaji wa pesa na maendeleo ya kikundi chetu, na mada yetu ya pili itakuwa kiwango kilichokadiriwa na kilichokusanywa na namna ya kuwafikia walengwa wetu. Ikumbuke kuwa dhumuni na malengo yetu ya kuanzishwa kwa umoja huu ni kuwafikia wanawake wote wenye uhitaji hapa nchini, tukianzia na eneo letu, yani mtaa, kata, tarafa, na ikiwapendeza zaidi tufike mpaka mkoa. Sasa basi, kina mama, nisipoteze muda kuwaelezea yale ambayo mnayoyajua. Nimkaribishe katibu wangu ili naye awapeni mada ambazo tumeziorozesha, naye aje amkaribishe mweka hazina atuambie, jamani, habari za maokoto ndo muhimu sana. Karibu katibu wangu. Asante mwenyekiti. Jamani mwenyekiti, tunaye na tunatamba naye. Jamani kina mama, tujipambanue. Nguvu moja, ustawi, hatushuki chini mpaka kieleweke. Asante sana mwenyekiti, asante sana mweka hazina, asante ndugu wajumbe wote jamani. Kwa ujumla itifaki imezingatiwa na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee! Jamani, leo mimi nina furaha kwa kweli, yani nina furaha isiyokuwa na kifani. Lakini awali ya yote nataka niende moja kwa moja katika alichokizungumza mwenyekiti wangu. Mimi sina jukumu kubwa sana hapa. Kazi yangu kubwa hapa ni kuzichambua mada ili tuende sawa pamoja. Jamani, uongo? Kweli. Na tunaanza kabisa na ukusanyaji wa pesa. Hapo kweli jamani, mmekuwa kipaumbele, mmefanya vitu vikubwa, naomba niwapongeze kwa kweli. Ni matumaini yetu kabisa kwamba kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Pili ni mustakabali wa kikundi chetu na wanachama kwa ujumla. Wanawake viongozi tumekaa tukaona kuwa inatubidi sasa tusajili kikundi chetu kuwa chama ili tufahamike kabisa kisheria, ikiwezekana tuweze kupiga hatua kama ambavyo tumeainisha katika mustakabali wa kikundi ambacho mwenyekiti alizungumza jamani. Hivyo basi, kama itawapendeza jamani, inabidi tuongeze kiwango cha uchangiaji ili tujikimu katika gharama za usajili pamoja na kuandaa proposal. Kama mnavyojua, usajili ni gharama na tunahitaji pesa ambayo nyinyi mtakuwa mmeitoa. Haya jamani, wanawake wenzangu, wana kikundi wenzangu, akina mama ambao mmeamua kujipambanua, kuna yoyote mwenye swali? Kuna yoyote mwenye swali? Jamani, nakaribisha maswali ili tuweze kuendelea na mada nyingine. Na hasa mada kubwa hapa inamhusu mtunza hazina, ili niweze kumkaribisha mtunza hazina naye aje aongee na nyinyi wana kikundi ili twende sawa. Na uuliza tena jamani, kina mama wenzangu, kuna yoyote mwenye swali? Asante mama. Mimi naomba kuuliza, hiyo michango tunataka kuchangia, tutachangia lini
na tunatakiwa tutoe bei gani? Asante sana, asante sana. Unaweza kukaa jamani. Asante kwa kuuliza swali lenye tija, lenye kuleta maendeleo na lenye chachu ya maendeleo yetu. Utajibiwa, asante. Kuna mwingine? Mada ya pili jamani, hapa ataizungumzia sana 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 mweka hazina, yani mtunza fedha wetu. Lakini kiufupi ni kwamba pesa yote tuliokusanya imewafikia walengwa, na sio kuwafikia tu, tumehakikisha wanapata mahitaji yao yote. Asanteni sana kwa usikivu wenu, asanteni sana kwa kutusikiliza, asanteni sana kwa kutuamini kwa viongozi wenu, asanteni sana, tunawapenda na Mungu awabariki sana. Naomba nimkaribishe mweka hazina jamani. Wanawake Tujipambanue, tutapambanuka. Wanawake Tujipambanue, tutapambanuka. mbarikiwe sana 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 kina mama. Kama walivyotangulia viongozi wenzangu, basi na mimi nisiwapotezee muda, tuelekee moja kwa moja kwenye maokoto, maana ndio jambo la msingi limetuleta hapa kina mama Jumla ya kiasi cha pesa kilichokusanywa ni shilingi 763,250, ambapo ni 85% zaidi ya kiwango tulichokuwa tumejiwekea wanawake. Pesa zote zimekwenda kununua mahitaji kama alivyoongea katibu wangu hapa, na ambapo tumehakikisha huduma zote hitajika zinalipiwa na mahitaji muhimu yananunuliwa. Lakini kina mama, kabla sijafika mbali, kuna asiyeelewa. Zainab, mimi sijaelewa kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipo. Wakati hiki kikundi kinaanzishwa na wakati nyinyi mnatuhamasisha sisi kuwa wana umoja huu, mlisema tutaanza na watu wachache na pesa nyingine kujiwezesha sisi wenyewe tuliopo ndani ya kikundi. Sasa nashangaa hapo mnaongelea matumizi ya pesa zote na ongezeko la mchango, na ikiwa wengi wetu humu hatujiwezi na tuna imani na kikundi. Sasa kwa nini Zainab, hilo swali lako ni la kichochezi, mchochezi mkubwa wewe. Mimi mwenzenu sijaelewa pale. Sasa tutaongeza vipi michango wakati sisi wenyewe maisha yetu majumbani kwetu ni duni? Na bado Zainabu alipoongea wakamkatisha asiendelee kuongea. Sio peke yako mzee mwenzangu. Hata mimi sijaelewa. Tunawezaje kuchangia pesa nyingi kiasi kile ikiwa ila hakuna majumbani kwetu ni shida. Ila ndio mtu ukiongea sana kitakukuta kama kilivyomkuta Zainabu. Jamani, acheni unafiki. Acheni unafiki. Nyinyi ni kama mama zangu, ila kwa hili mnatukosea sana. Kama nyinyi hamjaelewa, sisi tuelewe nini sasa? Kwani tatizo liko wapi? Tunaulizana tu jamani. Kama kujibu uwezi, sio lazima ujibu vibaya. Kaa kimya, weza kutujadili. Tujadili nini? Tujadili nini yani? Yaani mnataka tujadili afu baadaye sema Zecha kupea na imemcharuko. Wamecharukiana. Wamepeana umbea hadi asiwausu. Bibi tafa. Tena mtuache. Mpo. Mimi sijaona tatizo. Na wala hatujaona wambea. Tumeshangaa tu na kuulizana. Tunawezaje kutoa hizo pesa ikiwa sisi wenyewe hatuna? Sasa hayo maswali mlitakiwa kuuliza kule kabla kikao kijaisha. Katibu aliuliza, kuna mwenye swali, mnaanza kushikana shikana. Alafu mnataka kuja kutusumbua sisi hapa. Hasa kama we mama wewe. Si ulinyosha kidole ukainuka. Uliuliza swali gani? Watu wote tulijua na swala maana. Kumbe upuzi mtupu. Wewe mtoto. We. Tena ishi hapa hapa. Mtoto gani sio na adabu wala heshima wewe? Watu sasa hivi wamekosa adabu. Wamekosa adabu kabisa. Tena yule ndo ana adabu kabisa huyo. Yaani wanadili kubishana na nyinyi. Shoga yangu. Unajua nini? Maneno kama uliongea na kina mama anaanza kuniingia. Zai, uoga wako ndio umaskini wako. Kila mtu amesikia, viongozi wamenyoka, hawajapinda pinda. Lengo letu ni kusaidiana. Tuanze na wala nje ya kikundi wenye uhitaji zaidi kuliko sisi, na baadaye tutanufaika sisi wenyewe. Hofu yako iko wapi? Eti Mkono mtupu haulambwi mwali wangu. Na katika hili lazima tuwe wavumilivu kidogo. Lazima tutoe pesa ili tuje kuzivuna baadaye.
Kama nasiona vile mwendo wa maokoto. Faraja mwanangu, najua haupendi uji, lakini mwanangu, ni lazima uchangamshe akili kwa kufungua kinywa asubuhi, ili utakapoingia darasani uelewe mwalimu atakachokifundisha. Sawa? Lakini mama, sitaki uongee chochote. Umeanza hivyo? Nakujua wewe. Haya, kamata, malizia. Huyu sasa ndio Faraja wangu. Sasa hapa mama, unaweza kwenda shule. Yaani hapa unaweza ukaenda shule. Sawa? Yaani hata ukiingia pale unafanya vizuri mwanangu, unakuwa wa kwanza darasani. Haya, unaweza ukaenda mama. Sawa mama, kwaheri. Bye. Kumbuka, hakikisha uchezi njiani, sawa? Mama Faraji. Be! Ndani haraka. Kwa hiyo Mama Faraja, umeona bora ukae hapo unalia, ili majirani wote wa eneo hili wakipita wajue kama mimi nakunyanyasa, si ndio? Unajua kuna wakati wanakaa najiuliza, hivi Mama Faraja, nilikuoa mimi nikiwa na akili zangu timamu kweli? Unajua kuna muda nikikaa sasa hivi hata nikilala, yaani zinanijia ndoto ambazo Mama Faraja anaonekana unaniroga. Na kama utaendelea na tabia yako hiyo Zainabu, nitakupiga, utasikia maumivu kila kiungo chako. Nitakupiga kama ngoma Mama Faraja. Umeacha ndani kila kitu kichafu, nguo chafu, vyombo vichafu, nyumba chafu. Niangalie, nitazame mimi. Wewe. Mimi naumia mara 7 yako. Unaniumiza sana, sema ujui. Na kama utaendelea na tabia yako, nitakupiga mpaka hiyo mimba itoke. Naongea kwa mara ya mwisho. Ukiona natoa mguu wangu hapa, vile vitu vyote vilivyopo mle ndani nikute viko sawa. Zaina, vumilia, yatapita, vumilia.